Amewakemea wapinzani wake kwa madai ya kueneza siasa za matusi na ukabila, akisema atahakikisha Wakenya wote wanaungana kwa pamoja. Akianzisha miradi mbalimbali katika kaunti ya Taita Taveta, Ruto ameshikilia kuwa hamna eneo litakalotengwa kimaendeleo. Wandani wake wameahidi kuendelea kumuunga mkono hadi katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 ili wafaidike na maendeleo. Zablon Macharia na taarifa ile. Rais William Ruto amezuru kaunti ya Taita na Taveta huku akianzisha miradi tofauti eneo hilo. Ishangilie Mheshimiwa Rais kwa uzinduzi rasmi huo. Kati ya miradi ile ni ikiwemo ujenzi wa reli, barabara, kituo cha kushusha mizigo na ambacho anadai kuwa awali kilikuwa kijengwa eneo hilo la Voi ila kikahamishwa Naivasha. Dry port ambayo ilikuwa ijengwe Voi ilinyakuliwa ikapelekwa Naivasha, na wale ambao wanatusomea na kutufundisha ya kwamba eti uongozi unakaa namna gani, walitudhulumu sisi watu wa Taita Taveta, wakachukua dry port yetu wakapeleka Naivasha. Lakini leo hii umefika hapa kwa mambo ya train na dry port zetu zinaenda kurudi. Katika hii kandarasi ya kujenga hii reli, pia tumeweka kandarasi ya kujenga dry port hapa Voi, vile mimi niliwaahidi wakati nilikuja kuomba kura zenu. Katika ziara ile pia amewakashifu wapinzani wake kwa kueneza siasa za matusi, akisema katu atakubali siasa kama zile kuenezwa, zikiwemo zile za chuki na ukabila, na ndiposa aliwaleta viongozi kutoka vyama mbalimbali nchini chini ya serikali jumuishi. Wale wasituletee vitimbi na sarakasi na fitina na mambo ya matusi na ukabila na mambo ya chuki, wasituletee. Sisi tuko kazini, tunataka kubadilisha taifa letu la Kenya. It was not by accident, it was not by default. We created the broad-based government so that we can bring all the people of Kenya together, because in unity we can succeed. Awali, Ruto alikuwa amekutana na viongozi wakuu wa Zaria Group na ambao wanatarajiwa kuanza ujenzi wa uwanja wa vikapu nchini Kenya kwa muda wa miezi 12. Uwanja huu unanuiwa kuwa na maeneo mengine ya kukuza talanta miongoni mwa vijana nchini. This investment in the Nairobi Railway City is expected to generate up to 25,000 jobs annually across construction, operations, hospitality, and the wider creative economy, demonstrating the scale of impact that such infrastructure can deliver. This is momentous. You know, when you say this arena is going to be used for basketball, basketball is just a small part. Yeah. In Africa, we don't understand sports, entertainment, and the creative industry as a business. Yeah, this is a business. This is going to become an economic driver. This is going to become the hub, not only of the city, the country, of Africa. Zablon Macharia, Undugu TV.